Utafanyaje? Itabidi wote wapo. Asante. Sasa mimi naye nimetembea na ndugu yangu mdogo pale. Utakaponisalimia unaponisalimia sasa, anaona vibaya kweli kweli. Na wewe mpatie mkono naye asikie asione vibaya. Unamwona yule? Njoo nisalimie, hata nimenuna. Atafanya usiku nisilale, mpe mkono. Kwenda kazini. Asante. Usione wasiwasi, anasema yeye bado anavuta sigara yake kwanza, alafu atakuja kukusalimia. Hebu tumesema Waislamu wangapi? Anasema anaitwa Ali. Asante. Mzee wangu jambo. Unajisikiaje? Mzima kabisa. Na wewe unaitwa nani mzee wangu? Moreidhi. Moreidhi ya waraku. Okogethia ndio salimie. Wakikuwa kwake waoga. Okogethia. Ni. Mzee kijana huyu. Ndio unaitwa nani Moreidhi eh? Moreidhi mimi niona kidogo ni mtu umesikiza mafundisho tangu hapo tulipoanza mpaka sasa hivi. Mafundisho umesikiaje? Sawa, iko sawa. Haya, kuna kitu pengine mwalimu ametoka kwa kichwa? Ni yote iko kwa Bible, iko sawa. Asante, msalimie kijana wako huyo pia naye. Mugaidie, ni modo wa Nyeri. Hata tumefanana, kwa hana hati ya mzee. Ekara hanini, uroka hanini. Ni hutile na uru. Hebu tumesema Waislamu wangapi mkono juu? Asante sana. Asante. Ndugu zetu wa Kristo wangapi wa Kristo? Sijaona man. Asante. Dada ujambo? Wewe jana kunisalimia, mwenzako alinisalimia. Wewe ndio kunisalimia peke yako. Si unisalimie na mimi na tubarikiwe pamoja. Na unaona hoteli yako imeandikwa Baraka Hoteli. Njoo kuja kunisalimia dadangu. Usiogope. Dada bara kushinda. Salama. Waitwa nani dadangu? Naitwa Grace. Grace. Vizuri. Kujuana kwa nini makosa? Hapana. Sisi ni Wakenya wote. Ndio. Lazima tupendane. Kwa maana Yesu anasema amri ya pili ndio hii. Mpenda jirani yako kama nafsi yako. Si ni kweli? Ndio. Sasa na mimi naye nimeona ni kuwa mkuu kidogo Grace, na nimetembea na ndugu yangu mdogo bwana dada Grace. Msalimie tu anaporudi uketi pale. Anaitwa Saidi Abdi Mwirigi. Msalimie kidogo ndugu yangu. Mkaribishe kidogo Grace, nimpe zawadi. Arudi nao nyumbani Grace. Karibu tafadhali dada Grace. Karibu sana. Dakika moja tu. Sana. Mpatie ndugu yangu John. Umesema ni John? Moreidhi. Moreidhi. Unatoka sehemu gani Moreidhi? Nyeri, Thika, Othaya, Karatina. Karatina karibu na kina Saidi pale. Moreidhi, wewe ni wa imani gani? Muislamu, Mkristo, Hindu, Baniani, Shinto? Tuseme Mkristo. Unaenda kanisani lini? Hebu kama iko mdomo. Unaendaga lakini si sana, si ndio? Juu ya shughuli. Shughuli zinakuwa nyingi Kwa hivyo Mungu unamwacha kando, shughuli inakuwa mbele, si ndio? Maisha inafanya hivyo. Nalazimisha. Asante. Hebu mpe dada nimsalimie pia kidogo. Dada, ulisema unaitwa nani nikumbushe? Grace. Grace. Karibu sana Grace katika meza yetu hapo. Na leo tumefundisha ibada ya Waislamu wanaofanya katika msikiti. Sijui kama umeona. Ndio. Ibada hiyo ushawahi kuona kwa Biblia hata siku moja? Ndio. Ushawahi kuona? Na Waislamu ndio ufanya, nyinyi mnafanyaga kweli? Hapana. Kwa nini hamfanyi? Kwa sababu si wa Kristo. Na Biblia ni ya watu gani? Biblia ni Waislamu ama ni wa Kristo? Wote. Wote. Kwa hivyo kama Biblia ni ya wote na ibada ambayo kwamba inastahili kufanywa katika Biblia ni watu wa sujudu, kumbe sisi wote tunafaa tufanye nini? Tusujudu. Lakini Waislamu wanasujudu, nyinyi hamfanyi nini? Hatusujudu. Kwa maana mnapinga kitabu gani? Ya Kiislamu. Si ya Kiislamu. Hiyo tunasoma kwa Biblia. Umeona dadangu? Ndio. Hebu muoneshe hapo asome. Muoneshe hapo juu. Ni kitabu gani hiyo dadangu? Biblia takatifu. Biblia takatifu. Biblia takatifu wanaotumia sana Biblia katika sehemu za ibada kina nani? Wakristo. Very good. Kwa hivyo Biblia inataka Wakristo wawe katika ibada wanafanya nini?
Wana swali ama kusujudu, si ndio? Ndio. Na wanaofuata hayo maneno ya kuswali na kusujudu ni kina nani? Waislamu. Kumbe Waislamu wanaheshimu Biblia, kweli si kweli? Kweli. Na wewe usipofanya hivyo, kusujudu ama kusali kama Biblia inaposema, kumaanisha wewe haufuati nini? Haufuati Biblia, si ni kweli eh? Ndio. Na mtu asiyefuata Biblia anakwenda wapi siku ya mwisho? Mimi ningependa kukupa andiko moja tu, alafu nikupe mwalimu kidogo pale. 22:8 Ufunuo Yohana. Anakuja vizuri sana. 22:8 Ufunuo Yohana. Inasemaje? Inasema hivi, ndio. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo niliposikia na kuyaona, ndio nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Kuja haraka. Na akaniambia, angalia usifanye hivi. Sasa ngoja kidogo Saidi. Wewe itakuwa ni mfano wa Yohana. Baada ya Yohana kumwona malaika amekuja mbele yake, Yohana akasujudu. Malaika akasemaje? Teremka. Angalia usifanye hivi. Malaika akamwambia, wewe usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Ndio. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Inua kitabu chenyewe. Kitabu cha Biblia. Mpatie na dangu. Maandiko yanasema na kila ashikaye maneno ya unabii wa kitabu gani? Biblia. Na wewe umeshika moja, shika. Umeshika. Mpatie malize. Msujudie Mungu. Mpe. Kumbe wewe kama umeshika unabii wa Biblia, unafaa kumsujudia nani? Mungu. Lakini wewe usujudii nani? Mungu. Wewe umeshika unabii wa kitabu gani? Biblia. Lakini kumbe walioshika unabii wa Biblia kina nani? Waislamu. Wanafanyaje? Wanasujudu. Na Biblia imesema anaishika unabii wa Biblia afanye nini? Wasujudu. Na wanaosujudu ni kina nani? Waislamu. Kumbe Waislamu wataona ufalme wa nini? Wewe hautaona ufalme wa nini? Kwa maana ufanye nini? Kwa maana ufanye nini? Saidi, ndio msalimie dadangu kidogo. Saidi, ndio msalimie hata kama una homa utanirudisha tu baadaye. Wewe ndio Saidi, wacha kusalimia kidogo. Haya dada. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Acha niingie kwenye msikiti yetu ya dharura. Hii ni msikiti ya Tikawe. Ambaye anaitwa nani? Hebu nikumbushe jina. Grace. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Nadhani mwalimu amekufundisha vizuri kabisa. Kumbe Biblia inataka wewe dini gani? Si ni kweli kabisa. Unamjua Bwana Yesu? Yesu akikwambia simama, utasimama. Akikwambia kaa chini, utakaa. Hebu tuone kama utakubali. Mwalimu, Mathayo 11:29. Mathayo 11:29 inasema. Inasemaje? Jitieni nira yangu. Sikiza dada yangu. Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifundishe kwangu. Mjifundishe kwangu. Kwa kuamini Yesu ni mpole. Kwa kuamini Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mpe dada maiki. Dada, kumbe Yesu anasema yeye ni nani? Tujitie nira yake, si kweli? Tujifunze kwa Bwana Yesu, sawa? Kwa kuwa Bwana Yesu ni mpole na nani? Na mnyenyekevu wa moyo, si kweli? Kwa hivyo ina maana mimi na wewe inabidi tumfuate nani? Yesu. Yesu, na tukifuata Yesu tutapata uzima wa milele, sawa? Wewe unaingia siku ya ibada. Unaenda Jumamosi ama Jumapili? Jumapili. Jumapili, asante sana. Na ibada yako siku ya Jumapili unaifanyia msikitini ama kanisani? Kanisani. Asante sana. Na mimi siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ibada zangu nafanyaga pale msikitini. Sawa? Ndio. Na wewe unasema unampenda Bwana Yesu? Ndio. Na mimi pia nasema nampenda Bwana Yesu. Je, huyu Yesu ambaye sisi wawili tunampenda, ibada yake alikuwa akiifanyia katika nyumba gani? Je, ni kanisani ama ni msikitini? Sawa? Na dada yangu, kwa bahati nzuri ama bahati mbaya, mimi nikikuta kwa Biblia Yesu ibada zake alifanya kanisani, leo natoka msikitini na kufuata tunaingia kanisani pamoja. Sawa? Ndio. Na je, kwa bahati nzuri ama mbaya, tukikuta katika Biblia Yesu alikuwa akiingia msikitini, je, wewe kama Mkristo utamfuata Yesu uingie msikitini? Dada, utaingia msikitini kama Yesu aliingia msikitini?
kama Yesu aliingia msikitini, je, wewe utaingia msikitini? Hapana. Hapana. Na kama utaingia msikitini utakuwa umempinga nani? Yes. Wacha kwanza tuone mwalimu, kitabu cha Luka 4:16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Tunaambiwa Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Na siku ya Sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe dada maiki. Dada, kuna desturi ya Bwana Yesu siku ya Sabato, sawa? Je, unajua nini maana ya desturi? Haujui. Desturi maana yake ni tabia, sawa? Kutoka leo umejua desturi maana yake ni tabia, si ndio? Na tabia Bwana Yesu siku ya Sabato. Sabato watu wanaendelea kufanya nini? Kusali ama kufanya ibada, si ni kweli? Kumbe Bwana Yesu akaenda kufanya ibada siku ya Sabato, na alifanya ibada yake katika nyumba inaitwaje? Asanti sana. Kumbe Bwana Yesu alikuwa akiingia katika sinagogi, lakini dada unaingia wapi? Kanisani. Na mimi naingia wapi? Msikitini. Sawa. Leo mimi nikiulizwa, je, wewe Saidi, nini maana ya sinagogi? Nasema sinagogi maana yake ni gari ya moshi. Je, wewe dada ukiulizwa nini maana ya sinagogi, utasema sinagogi ni nini? Kama hujui unasema sijui. Usema hujui ni nusu ya kujua. Sijui. Asante sana. Kwa hiyo wewe unasema haujui nini maana ya sinagogi, sawa? Na mimi nimesema ni gari la moshi. Je, kati ya mimi na wewe na Biblia nani msema kweli? Biblia. Asante sana. Na nadhani dada yangu wewe kama Mkristo na kama mimi Muislamu tutakubaliana pamoja, walioandika kitabu cha Biblia waliongozwa na roho wa nani? Je, roho wa Mungu anaweza kutudanganya? Hapana. Hawezi kutudanganya. Mwalimu, mpatie Biblia jisomee. Je, nini maana ya sinagogi? Nini maana ya sinagogi? Msikiti wa Wayahudi. Asante sana. Kumbe sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi, sawa? Wayahudi ni dini ama ni kabila? Ni dini. Uyahudi sio dini, Uyahudi ni kabila. Ndio unasikia kuna kabila 12 za nani? Za Waisraeli, yani za Wayahudi, sawa? Ina maana Myahudi ni kabila, sio dini. Na leo Myahudi akiingia kanisani anakuwa dini gani? Kristo. Asante sana. Na Myahudi akiingia msikitini anakuwa dini gani? Asante. Yesu alikuwa kabila gani? Alikuwa Myahudi ama Mkikuyu? Asante sana. Na Yesu Myahudi akaingia katika sinagogi, sawa? Na sinagogi tumekuta ni nini? Msikiti. Asante. Ikiwa Yesu aliingia katika msikiti na mimi nawe tunataka uzima wa milele, sawa? Tutamfuata nani? Yes. Ina maana kama Yesu aliingia msikitini, mimi nawe tutamfuata Yesu. Tuingie wapi? Msikiti. Na tukiingia msikitini, sawa? Watu wanajua mimi tayari ni Muislamu, sawa? Huyo ni kawaida yake, ni Muislamu anaingia msikitini. Je, wewe leo watu wakikuona unaingia pale msikitini watasema umekuwa dini gani? Muislamu. Kwa hivyo ina maana huyu Yesu anataka uwe dini gani? Dada, sio mimi ni Yesu. Anataka uwe dini gani? Muislamu. Wasemaje uwe Muislamu? Si unaamini ya kwamba Mungu ni mmoja? Ndio. Unaamini Yesu ametumwa na Mungu? Ndio. Unaamini Ibrahimu ametumwa na Mungu? Ndio. Yaani tayari ushakuwa Muislamu, mbakisha jina tu. Ungependa jina gani? Aisha ama Fatima? Naam, unasemaje mfuate Yesu uwe Muislamu? Dada ameshtuka. Wasemaje dadangu uwe Muislamu? Ama hutaki kumfuata Yesu? Wacha nikuwekee katika Biblia option 2, alafu mwenyewe uchague, sawa? Uko tayari? Mwalimu 7:26 Mathayo. 7:26 Mathayo inasema kwa wana nasoma haya maandiko matakatifu. Sasa nataka wewe mwenyewe uchague kati ya mawili, alafu nikuruhusu. Twende mwalimu. 7:26.
Alafu kama kuna mtu kuna swali. Kuna walimu nasikia sauti nyuma huko. Kuna mtu kuna swali. Hebu nione Wakristo wangapi wamefika. Ndugu, habari gani? Habari ya leo. Ningeomba unisalimie. Tunapenda watu kama nyinyi, very good. Tunapenda watu ambao wanampenda Mungu. Ndugu mwenye kofia, habari ya leo. Hataki hata kuniangalia. Asante sana. Tunaomba kiti moja hapa, kiti kimoja tusaidiwe. Kama itapatikana. Ndugu yangu, hebu nisalimie. Ama mzee uko na shughuli? Hata unaweza simama. Habari ya leo ndugu yangu. Unaitwa nani? Naitwa Alex. Alex nani? Motua. Alex Motua, Wasiata? Kopo. Nesa? Nesa pia. Kabisa. Hebu simama basi pale, unasema unaweza simama. Haya mwalimu, hebu msomee kidogo alafu turudi kwa dada tumruhusu. Inasema kila mtu inasema hivi. 7:24. 7:24. Kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Dada, sikia Yesu vile anasema, kila asikia hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe dada. Dada, kumbe ukisikia maneno ya Bwana Yesu na uyafanye, utafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Twende 26 hapo na 20 ngapi? Sawa? Na kila asikiaye hayo maneno yangu na asiyafanye. Na kila asikia hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpe dada. Dada, Yesu anasema, anacheka. Dada, Yesu anasema kila asikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Na tumesikia Yesu alikuwa nani? Dini gani? Yahudi. Ya Kiislamu, ya kwenda msikitini, si ni kweli? Alikuwa anaenda msikitini, si ni kweli? Kweli. Na kama anaenda msikitini, na maana Yesu alikuwa dini gani? Muislamu. Asante. Ukisikia Yesu alikuwa ni Muislamu na ukamfuata ukawa Muislamu, utafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Endelea mwalimu. Ukisikia na Yesu na usiyafanye, utafananishwa na mtu mpumbavu. Mpe maiki dada. Na ukisikia maneno ya Bwana Yesu usiyafanye, utafananishwa na mtu Mpumbavu. Sasa mimi nataka uchague moja. Unataka kuwa mwenye akili ama mpumbavu? Kazi kwako. Dada! Dada upo? Na kuona, tulia kwanza ndugu yangu, tulia. Dada, unachagua gani? Mwalimu tumruhusu dada kidogo, si sawa? Sawa dada yangu, wewe nenda tu ukae pale ujikange ufikirie. Uchague kati yao mawili. Asante sana kwa muda wako. Kiislamu tunakuita Fatuma. Fatuma tunakununulia buibui, lakini Mariamu ndio mzuri. Haya, mpe ndugu maiki. Ndugu, hebu tukukumbusha watu jina lako nani? Naitwa Alex. Alexi. Alexi, mimi ni Saidi na mimi ni Muislamu, naingia katika msikiti wowote. Wewe dini yako dini gani? Mimi ni Mkristo. Mkristo wa kanisa gani? Msabato. Wewe ni Mkristo wa Seventh Day Adventist Church, ndio? Yeah. Asante sana. Alex. Mimi. Uko na swali ungependa kuuliza Waislamu? Haya, wekelea swali. Swali nilikuwa nauliza, je, ni sawa umesema mnakubaliana na Yesu? Sio mimi, ni maandiko. Sawa. Ni mimi ama ni maandiko? Maandiko. Sasa sema sisi tunakubaliana na maandiko na Yesu. Tuliposoma kitabu cha Luka. Luka pale 4:16. Imetuelezaje? Haya, twende mwalimu. Inasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Tunaambiwa Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe maiki. Tunaambiwa na Biblia siku ya Sabato Bwana Yesu aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hivyo ndio nasema. Wacha nikufafanulie vizuri kabisa. Sawa? Yaani siku ya Sabato Bwana Yesu aliingia katika sinagogi. Sawa? Ndio. Hebu tuone nini maana ya sinagogi. Mwalimu, muoneshe nini maana ya sinagogi. Sawa, sijamaliza swali yangu ndio tuingie. Nataka nikuwekee wazi kabisa. Sinagogi maana yake ni nini? Ndio nikuweke wazi.
Angalia hapa ndugu yangu, alafu ulize swali lako. Sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Nipe maiki. Kumbe siku ya Sabato Bwana Yesu aliingia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ambayo waandishi wa Biblia wametutafsiria wakatuambia maana yake ni nini? Ni msikiti wa Wayahudi. Very good, leta swali lako. Swali langu ilikuwa hivi. Hii siku yenye alienda kuabudu. Kuna Muislamu yeyote anayeabudu siku ya Sabato? Siku ya Sabato ni siku gani kulingana na wewe kwanza? Kulingana na mimi. Siku ya saba. Siku ya saba siku gani? Kuna Monday, Tuesday, Wednesday ama Jumamosi, Jumapili? Jumamosi. Kulingana na wewe ni lini? Jumamosi. Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Leo ni Jumamosi. Very good. Hebu nione Waislamu wangapi wameenda msikitini kumwomba Mungu? Umeona? Wametoka wapi? Kumaanisha mnaabudu kila siku. Mimi nakuuliza wametoka wapi leo? Amepata emergency call. Nilikuwa nasema Alex, umeuliza swali. Kesho bado mtakuwa mnaabudu. Hebu nione Waislamu wangapi kesho wataswali msikitini? Tena unajua kwa nini wanaswali kila siku Waislamu? Sijajua. Haujajua? Mwalimu Luka 18:2 ama Mathayo. Luka 18 mstari wake wa pili. Au 18:2. Nafika pale. Inasemaje? Haonekani. Inasema Luka. Akawaambia mfano. Inawapasa kumwomba Mungu. Siku zote. Nipe Alex. Yesu anasema tunampasa kumwomba Mungu siku zote. Waislamu wangapi wanamwomba Mungu siku zote? Unaona? Wakristo wangapi wanaenda kanisani siku zote? Hakuna. Jumamosi ama Jumapili. Hatuendi, na sisi tunafuata Kumbukumbu la Torati ambayo amri za Mungu zinasemaje? Ya 4. Kumbuka siku ya Sabato. Naam. Ukaabudu ile siku. Sawa. Alex, wewe dini yako si Mkristo. Na unamsema unampata Bwana Yesu. Kabisa. Na kwa maandiko tumekuta Yesu siku ya Sabato aliingia nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ambao watu waliotafsiri Biblia wametuambia sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi, sawa? Myahudi akiingia kanisani anakuwa dini gani? Myahudi akiingia kanisani anakuwa dini gani? Ameenda kuabudu kama Mkristo. Anakuwa dini gani? Kristo sasa. Very good. Na Myahudi akiingia msikitini anakuwa dini gani? Wewe ni Muislamu. Very good. Yesu kabila yake si alikuwa ni Myahudi? Kweli ama urongo? Ni kweli. Akaingia wapi? Akaingia katika sinagogi. Kwa sinagogi ni nini? Hapo ndipo imesema ni sinagogi ni msikiti wa Kiyahudi. Biblia inadanganya? Nini tafsiri? Walitafsiri kitabu cha Biblia. Hapa tulipoangalia ni tafsiri ya maneno ambayo yaliyopo ndani, kama vile kamusi inakufafanulia. Asante, sijakataa. Sawa, mimi sijakataa. Hiyo kamusi iko kwa Biblia ama iko nje ya Biblia? Alex. Nauliza. Alex. Naam. Hiyo kamusi iko ndani ya Biblia ama nje ya Biblia? Kamusi. Iko hapo hivyo. Hii ni maneno ambayo yametolewa hapa ndani ya Biblia. Very good. Ambayo yamefafanuliwa na binadamu kama wewe. Na hao waliofafanuliwa binadamu kama mimi si wewe. Na hao binadamu kama mimi wameongozwa na roho wa nani? Mwenye aliyeandika Biblia ndani, sio nje. Umenifundisha kitu kingine. Kwa hivyo wale walioandika ndani wameongozwa na roho wa Mungu. Lakini huyu aliyetafsiri hapa kanda kuongozwa na roho wa Mungu. Haya ndio maneno yake. Haya ni maneno yake. Hakuongozwa na roho wa Mungu. Hapo siamini. Haya. Na hiyo ni Biblia. Hii ni Biblia. Haya, Ustadh Abubakar. Ama kuna swali lingine? Nilikuwa na swali. Haya, uliza. Nipitie mwalimu. Katika hizi sheria ambazo tunazifuata katika Biblia. Naam. Ambayo kuna amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu. Kama ni kweli mnaamini kuna Yesu. Mbona sijaona Muislamu yote anayefuatana na hizi sheria 10 za Mungu? Katika hizo sheria 10 za Mungu, Abubakar anasema hatufuati hata moja hizo sheria 10 za Mungu. Ndugu yangu unasema naitwa nani? Naitwa Alexi. Asante. Katika sheria 10 za Mungu unapata zote?
Nafuata zote, ila kuna zenye zinafunjika kama ujui. Asante. Wewe umesema wewe dini yako wewe ni? Mimi ni Mkristo. Si umesema ni Msabato? Hata mimi ni Mkristo huyo. Wewe ni Msabato. Asante sana. Hebu mpewe wa kwanza. Kutoka 21. Kutoka 21. Ndio. Inasema hivi, Kutoka 20 ndio aya yake ya kwanza. Kutoka 21 ndio. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Ndio. Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Teremka. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mpe. Sheria ya kwanza ya Musa aliyopewa na Mungu, asiwe na Mungu mwingine isipokuwa nani? Yeye Mungu pekee yake. Wewe una Mungu mwingine isiyokuwa Mungu? Ni huyo. Anaitwaje Mungu wako? Mungu ndio huyo, sina mwingine. Hauna mwingine. Na Yesu nawe? Yesu ni Mungu katika utatu wa Mungu. Unaona una Mungu mwingine? Hapana. Mungu ni yule mmoja ambaye ni classified into 3. Sasa nakuuliza hivi, kumbe Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sio Mungu? Hapana. Okay. Mpe huyo. Tito 2:13. Ameweka gia namba 2. Na mimi naweka namba 1. Haya. Unarudisha namba 1. Umesema kitabu gani mwalimu? Tito 2:13. Tito 2:13. Ndio. Inasema hivi, Tito 2:13. Endelea. Tukilitazamia tumaini na baraka, ndio, na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, ndio, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Biblia inasema kwamba Yesu ni nani? Ni Mungu. Mungu nani? Mungu mkuu. Ukisikia mkuu kuna mwingine? Hakuna. Kwa hivyo wewe Mungu wako ni nani mkuu? Nimekwambia hivi, Mungu ambaye kuna Mungu Muumba, Mungu Mwana, wote ni Mungu, wote ni kitu moja. Asante. Kwa hivyo hapo tukirudi pale katika Mwanzo, ngoja kidogo, before dunia iumbwe kulikuwa na huyo Mungu, kulikuwa na Roho Mtakatifu na kulikuwa na Mwana. Asante. Wote walishirikiana pamoja wakaumba. Wote walishirikiana pamoja wakaumba. Na hawezi kuacha? Hawakuachana. Na mpaka leo hawezi kufanya nini? Hawajaachana. 27:45 Mathayo. 27 ndio 45 Mathayo. Inasemaje? 27:45 Mathayo mtakatifu. Waislamu tumefika, Mungu ataleta mvua inshallah, baraka zake hizi, neema. 27:45. Inasemaje? Inasema hivi 45. Teremka. Nafika mwalimu, pepo kidogo. Basi tangu saa 6 ndio alikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 ndio Yesu Yesu ndio akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Akisemaje? Eloi Eloi ndio lama sabakthani. Yaani Mungu wangu ndio mbona umeniacha? Mpe. Nani huyo analia? Huyo ni Yesu. Analilia nani? Babake. Akurudia, sikitaka masikio hapo. Eloi Eloi lama sabakthani. Yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Mpe. Analia akisemaje? Eloi, Bwana Mungu wangu umeniacha. Nani anasema nini? Yesu ndiye anasema. Anasemaje? Eloi, Bwana Mungu wangu umeniacha. Kumbe Yesu anayo nani? Mungu. Hiyo bado unachafua. Kumbe Yesu anayo nani? Mungu. Anayo Mungu. Na wewe unayo Mungu? Ninayo. Kumbe wewe na Yesu mnayo nani? Tunaye Mungu. Kumbe nyinyi viumbe vya nani? Sisi viumbe vya Mungu. Kumbe Yesu si nani? Yesu ni Mungu. Analilia nani? Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu, sawa? Kulingana na maandiko. Mpe huyo. 6:12 Luka. 6:12 Luka mtakatifu. Inasema hivi, ndio 6:12 kitabu cha Luka mtakatifu. Teremka. Inasema ndio, ikawa siku zile aliondoka kenda mlimani kuomba. Akakesha usiku kucha, ndio, katika kumwomba Mungu. Mpe. Yesu amekesha usiku kucha, anamuomba nani? Anamuomba Mungu. Asante sana. Mungu anaweza omba Mungu? Mungu anaweza kuomba Mungu? Kumbe anayeomba Mungu yeye si nani? Anayeomba Mungu yeye si nani? Si Mungu. Kumbe Yesu anaomba nani? Yesu anaomba Mungu ambaye ndiye baba yake. Ndiyo. Kumbe anataka msaada kwa nani? Kwa Mungu. Kwa mwenye msaada anayetoa msaada ni nani?
Ndio nimekwambia kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Na huyo the creator. Nisaidia andiko inasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Mwanzo. Angalia, ikitaja kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, leo unanibatiza hapa tu. Hatukwendi mbali.